Kwa hiyo nilienda 2015, 2020, 2025 na 25 kwenda 30. Lakini kuna mambo yamejitokeza hapa katikati. Hayo mambo yaliyotokea, mwaka jana tulikwenda kwenye uchaguzi, nikapita kwenye kura za maoni na nikapita kwenye nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri. Lakini ilipofika tarehe 19 mwezi wa 12 niliitwa Dodoma kwenye kamati ya maadili ambayo tuliohojiwa, tulikuwa watu 13, mimi na mwenyekiti wa wilaya na mwenyekiti wa mkoa na waheshimiwa madiwani na wabunge wawili. Kwa hiyo tukaenda Dodoma tukahojiwa na tukarudi nyumbani. Tulivyorudi nyumbani nimekuja kushangaa tunakutana na barua inayonielekeza nijiuzuru nafasi ya mwenyekiti. Na mimi kama mwenyekiti wa halmashauri nilitaka kujua haki yangu ni nini na ni kwa nini nijiuzuru, naambiwa nijiuzuru. Sikutaka kujiuzuru kwa sababu niliona sina dhambi yoyote niliyoifanya, niliona sina kosa lolote nililofanya. Lakini pia naomba nitoe nafasi ya kuzungumza kwa sababu miaka yote hiyo nimekuwa mwenyekiti wa halmashauri. Nimekuwa mwenyekiti wa halmashauri kuanzia mwaka 2015. Nimefanya kazi na Dr. John Joseph Magufuli, yeye akiwa rais na mimi nikiwa mwenyekiti wa halmashauri. Kila alipokuwa akija Chato mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kumpokea na mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kupewa maelekezo. Sikuwahi kupata shida yoyote. Lakini pia nimefanya kazi na Dr. Medad Kalemani mwaka 2015 mpaka 20 kama mbunge. Tumefanya kazi naye vizuri sana na tumeleta maendeleo kwa kasi sana katika wilaya yetu ya Chato. Lakini pia nimefanya kazi na Dr. Medad Kalemani kuanzia 2020 kwenda 2025. Mwenzetu 2025 kura zikutimia. Lakini mwaka 2021 baada ya kufikia 2022 aliingia mtu mmoja ambaye sasa ameleta vurugu katika wilaya yetu. Na aliyoleta vurugu, ninavyojisikia na ninavyojiona, inavyoonekana kabisa kwenye chama watu wamenunuliwa. Hata juzi kikao kilichofanyika cha halmashauri kuu ya mkoa, ilionekana watu wamenunuliwa, wamepewa pesa, na walipofika kwenye kikao wala wakujadili. Walifika tu kupiga makofi na kupitisha kwamba huyu mtu tumemvua. Mtu yeyote kama unataka kumvua kwenye chama lazima uchukue hatua na ufanye hatua za kuangalia kwamba huyu mtu lazima ajadiliwe. Sasa mimi sijajadiliwa kitu chochote. Watu wamechukua tu taarifa na kufanyaje? Na kwenda kupiga makofi kwamba tumemvua wanachama. Lakini na taarifa kwamba kuna watu wamepewa pesa nyingi mpaka huko kwenye chama huko juu. Lakini mimi sitambui ni shilingi ngapi, lakini ni pesa nyingi ambazo zimetolewa. Kwa hiyo chama kifuatilia na serikali iweze kufuatilia. Mama, tunakuomba tenga muda wa kutuita kamati ya siasa ya Chato ili tuje tuseme mambo yetu ambayo tunayo. Mimi ninayo mengi ya kusema ya kutokea katika moyo wangu. Lakini pia nimeweza kukata rufaa kwenye chama changu cha Mapinduzi ninachokipenda. Chama cha Mapinduzi mimi nakipenda na kukiheshimu. Baada ya kuniandikia barua na kusikia kwenye vyombo vya habari kwamba mimi nimeondolewa kwenye nafasi yangu ya mwenyekiti na udiwani na nikavuliwa na wanachama kwa kikao ambacho mimi sikiamini kwamba ni kikao ambacho kinaweza kunivua, mimi nimeamua kukata rufaa na rufaa yangu itamfikia mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Na rufaa itakapomfikia mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, naomba aiangalie hiyo rufaa yangu na aweze kuchukua hatua mara moja na kuangalia haya mambo yaliyojitokeza. Lakini pia kama ni rushwa, wanasema mwenyekiti wa halmashauri ndio ametoa rushwa, basi vyombo viweze kudhibitisha ni watu wangapi waliotoa rushwa katika uchaguzi wa mwaka 2025 katika wilaya ya Chato. Na wengine walionekana kabisa wakichinja ng'ombe na nyama na fedha zikitoka. Kwa hiyo waanze kuchunguza, wajua hivyo vitu vilitokea wapi. Kama vilikuwa sio vya Chato, basi ushahidi upo, tutaweza kuwaonyesha. Namuomba sana Mama Samia, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, aweze kuchukua hatua na kuanza kuchunguza ili swala, na ikiwezekana atuite mara moja kwenda kulishughulikia. Lakini la mwisho, kuna watu ambao wanatuingilia, wanaleta fedha kutoka mpaka nje ya nchi. Pesa zinatoka, mimi nina taarifa nyingi, mpaka pesa zinatoka nje ya nchi, zinatoka Rwanda zinakuja kufanya kampeni katika eneo letu. Sasa kama kuna fedha zinatoka nje ya nchi mpaka zinakuja kwenye nchi yetu, zinakuja kufanya kampeni, inavyoonekana sisi ambao ni wazao hatuwezi kufanya hata kazi ya siasa.